Kampuni ya SOAGRO inayofanya shughuli zake za uwekezaji katika kijiji cha Mukululilai kilichopo halmashauri ya Songea mkoani Ruvuma imeendeleza utaratibu wake wa kusaidia shughuli mbalimbali za kijamii katika kijiji hicho. Kampuni hiyo sasa imetimiza ahadi yake ya kuleta vifaa vya ujenzi kwa ajili ya ujenzi wa jiko la shule ya msingi Lilai. Akielezea changamoto ya wanafunzi wa shule ya msingi Lilai ya kukosa jiko, ndugu Matanda Mohamed Hassan ambaye ni mwenyekiti wa serikali ya kijiji cha Mukululilai amesema ofisi ya kijiji ilipokea barua kutoka uongozi wa shule ya msingi Lilai ikieleza changamoto ya kukosekana kwa jiko kupikia chakula cha wanafunzi. Amesema serikali ya kijiji ilimwandikia barua mwekezaji anayefanya shughuli za kiuchumi katika kijiji hicho kuomba msaada wa vifaa vya ujenzi ili kusaidia kutatua changamoto hiyo. Mimi binafsi nashukuru kwa niaba ya wananchi wa kijiji cha Mukululilai. Ni mwekezaji ambaye tulimpokea, lakini pia ameonyesha usikivu kwa sababu kwenye ofisi yangu nilipokea barua ya maombi kutoka kwenye uongozi wa shule ya msingi Lilai kwamba wana shida ya jiko la kupikia wanafunzi, wanapikia nje. Sisi kama serikali ya kijiji kwa kuona umuhimu wa hiyo changamoto tuliandika barua ya maombi kumuomba mwekezaji wetu kwamba tuna changamoto ya jiko. Haijachukua muda mrefu, nadhani uongozi wa kampuni ya SOAGRO kama mwekezaji wa kijiji cha Mukululilai wamelisikiliza ombi letu na hatimaye leo naamini ombi letu limetimia na sisi tunashukuru sana. Uhitaji ni mkubwa na ni changamoto ilikuwa kubwa sana kwa sababu kuna wakati mimi kama kiongozi mpaka nilikuwa nashindwa kupokea simu za walimu, za wazazi. Nilikuwa nikifika kwenye mikutano analalamika sana. Mpishi anapikia nje, jua kali kama hivi unavyoona, lakini mpishi anapikia nje. Lakini ilikuwa inaleta changamoto kubwa, lakini leo upatikanaji wa jiko hili kupitia kampuni ya SOAGRO naamini utakuwa umetatua changamoto kwa kiasi kikubwa sana, lakini itakuwa imeongeza chachu pia hata kwa wanafunzi kwa sababu tayari watakuwa wanaona chakula chao kinatoka katika eneo salama. Ukilinganisha na kipindi cha nyuma, chakula kinapikiwa tu nje, usalama wake pia ni mdogo sana. Lakini kwa sasa kwa hili ambalo linaenda kutokea, tunaamini litaongeza tija kubwa sana kwa wanafunzi na wao wenyewe wataona sasa wanaenda kupata chakula kilicho salama, na hata sisi wenyewe ambao wazazi tunachangia hicho chakula tutakuwa tunaamini watoto wetu wanapata chakula kilicho salama. Tulikuwa tuna changamoto kubwa sana ya jiko la wanafunzi kwa ajili ya chakula cha wanafunzi. Kimsingi utaratibu ulikuwa unatumika kutoka kwenye nyumba ya mwalimu. Sisi kama shule na kamati ya shule tukashirikiana, tukaona namna gani tunatatua hili tatizo ili chakula cha wanafunzi kiendelee kupikwa sehemu salama. Tukaomba msaada ofisi ya kijiji, msaada wa kujengewa jiko. Wao wakatuambia kwamba tunaomba mtuandikie gharama kwa ajili ya vifaa vya jiko na sisi tuombe msaada sehemu nyingine. Tunashukuru sana leo mmefika SOAGRO, mmetuletea vifaa vitakavyotusaidia ujenzi wa jiko na gharama. Nao baadhi ya wazazi wa watoto wanaosoma katika shule ya msingi Lilai wamemshukuru mwekezaji huyo kwa kutekeleza ahadi yake ya kuleta vifaa vya ujenzi kwa ajili ya kujenga jiko la shule hiyo. Wamesema kukamilika kwa jiko hilo kutasaidia watoto kupata chakula safi, salama na kilichoandaliwa katika mazingira bora. Tunashukuru kwa mwekezaji kutuletea hivi vitu ambavyo tuliomba kama bati pamoja na simenti. Itatusaidia hata sisi kutuwezesha kufanya kazi vizuri, kutokuwa na ugumu wa kuwatafuta wapishi, manake tulikuwa tunatafuta wapishi wanatugomea, wanafanya kazi kwa ugumu sababu mvua zinanyesha, wanapata shida, jiko linazima, tutafuta kuni zingine. Lakini kwa sasa itakuwa imeturahisishia sana kufanya kazi na wazazi pamoja na huyo mpishi. Zamani watoto walikuwa wanapata tabu sana, wakitoka saa 6 hawarudi tena, tunaenda kula, na kutoka hapo mpaka Msengo ni maili karibu 6-7, mbali sana. Toka mpaka Msengo na Matandamo mbali sana. Kwa hiyo saa hizi toka imeanza mambo ya chakula shuleni, watoto sio watolo sana. Mimi hapa nashukuru sana. Kwa upande wake, ndugu Geoffrey Moyo ambaye ni mwakilishi wa kampuni ya SOAGRO amesema wao kama wawekezaji wana ushirikiano mkubwa na wananchi wa vijiji wanaofanyia shughuli za uwekezaji. Ameeleza kuwa kampuni itaendelea kushirikiana na jamii katika kutatua changamoto mbalimbali za kijamii kwa lengo la kuchangia maendeleo ya wananchi na kuboresha ustawi wa jamii inayowazunguka. Sisi tumekuwa wawekezaji kwenye kijiji hiki sasa kwa miaka zaidi ya 10, tukiendelea kushirikiana kwenye matukio mbalimbali ikiwemo kwenye nyanja ya elimu, michezo, afya
na mazingira tu kwa ujumla. Lakini azima kubwa, kwa sababu tulikuwa na mkataba ambao tulikubaliana kwamba tutaendelea kushirikiana na wananchi wa kijiji hiki, kwa sababu wamelizia kutupokea kama wawekezaji kwenye hiki kijiji. Kwa hiyo hapo awali tulileta pembejeo kwa ajili ya kusapoti au kuwezesha watoto waweze kula chakula shuleni, hasa cha mchana. Lakini tuliangalia hilo katika shule hii ya shule ya msingi Lilahi, lakini pia shule ya msingi ya Abdul Jumbe na sekondari ya Lilahi, kwa maana napo tulipeleka pembejeo. Lakini pia tumeshirikiana kwenye masuala mengine mbalimbali, ikiwemo kusapoti mahafali zilizokuwa zinafanyika kwenye hivi vijiji, kwenye hizi shule. Tulikuwa tunatoa ng'ombe kwa kila shule pale inapotokea kuna hitaji au wanafanya mahafali. Kwa hiyo kinachotokea leo ni muendelezo wa mambo ambayo tumeendelea kuyafanya, lakini pia kwenye michezo tumekuwa tumesapoti hata ligi ambazo walikuwa wanazifanya kwenye hiki kijiji. Tumewahi kugawa jezi na mipira kusapoti ligi, naamini na yao yalifanikiwa kwa kiasi kikubwa, na tunaendelea kushirikiana nao kwenye mambo mbalimbali. Kwa hiyo kama kampuni, kama mwakilishi, tumekuja kuwatia moyo, kwa sababu hao ni watoto ambao tunaamini ni taifa la kesho, na sisi katika azima yetu lazima tuhakikishe kwamba watoto wa shule au elimu pia inakuwa kipaumbele ili kuweza kukomboa jamii kwa ujumla.